ameshatoa position yake. Msisitizo ukoje? Yanga itapeleka timu? Nadhani kama tulivyotoa taarifa yetu ya klabu, jinsi ilivyojieleza, msimamo wetu wa klabu ndivyo hivyo ulivyo. Kwa sababu kiuhalisia sisi kama klabu hatuoni yani sababu yote ya msingi ambayo inaweza kusababisha mechi isifanyike. Kwa sababu kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, sisi raundi ya kwanza sisi tulikuwa wageni kwenye mechi dhidi ya Simba. Lakini sisi kwa sababu ni kwamba tunajua siasa za mpira wa Tanzania ulivyo, hatukutaka kuleta sintofahamu zozote zisizokuwa na ulazima, kwa hiyo hatukuweza kupeleka timu kwenda kufanya mazoezi. Siwezi jua jana nini kilichotokea kwa sababu sisi kama viongozi tulikuwa kwenye mambo yetu mengine kabisa, majukumu ya kuweza kuiandaa timu kwa ajili ya mechi ya leo. Lakini yaliyotokea ndio haya ambayo tunayaona kwenye mitandao. Kilichotokea jana kwa siwezi kufahamu, lakini ambacho kimenisikitisha zaidi nilipokuja kuona taarifa. Sasa sijui kama ni ya klabu yao kweli ya Simba ama labda ni ya kutengeneza, lakini kutokana na ilivyo naamini ni ya kwao. Mimi kwa mtazamo wangu naona kama vile wameamua kusabotage mechi. Maandalizi ya mechi tayari yameshafanyika, kila kitu kiko sawa. Kwa upande wetu sisi tuko tayari kucheza mpira. Kwa hiyo sisi leo msimamo wetu ni ule ule. Tunapeleka timu uwanjani kwa ajili ya kucheza mechi ya leo. Tumeshajiandaa kila kitu na maandalizi ya mchezo nadhani yameshakamilika kwa 100%. Kilichobaki ni timu kufika uwanjani. Kwa hiyo niwaombe tu wapenzi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu waendelee kununua tiketi zao, wajitokeze uwanjani tuweze kucheza mechi ya leo. Vile vile niliona taarifa ya bodi ya ligi nadhani inatembea kwenye mitandao. Kama ni ya kwao, mimi naunga mkono kwa sababu hakuna sababu zozote za kikanuni zinazosababisha mchezo wa leo usifanyike. Kwa hiyo niwaombe tu viongozi wangu wa bodi ya ligi, sababu naamini kabisa ni watu weledi, wanaweza kusimamia hili jambo na likapita vizuri kabisa. Mechi leo ipo, wana Yanga wajitokeze uwanjani kuja kuiunga mkono timu yao, na mwisho wa siku na uhakika kabisa tutapata alama 3 muhimu kwa ajili ya kujiweka mazingira mazuri kuweza kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu Tanzania bara. Ngai, kwenye taarifa ya Simba wamesema kwamba ambao waliwazuia kufanya mazoezi ni stewards ambao ni walinzi wa Young Africans. Ni kweli Young Africans mliagiza walinzi waende uwanja wa kulinda gate la Benjamin Mkapa kuzuia Simba wasifanye mazoezi? Siwezi kusema kwamba ni walinzi wetu ndio waliowazuia kwa sababu sikuwepo kwenye eneo la tukio. Lakini ila kiutaratibu tu na utamaduni wa hizi klabu, inapotokea mechi baina hizi timu mbili, huwa kuna watu ambao wanakuwa ni walinzi wa uwanja wa timu zote mbili, upande wa Yanga na upande wa Simba. Kwa hiyo kilichotokea jana mimi siwezi kukifahamu nini kilichosababisha. Lakini ila kiuhalisia tu kama nilivyosema hapo awali, sisi wenyewe raundi ya kwanza tukuweza kupeleka timu kufanya mazoezi pale uwanjani. Lakini sikuona sababu ya msingi ya wao wenyewe nao kwenda kufanya mazoezi. Kufanya nini wakati uwanja tunaufahamu wote? Tena wao wana advantage kubwa kwa sababu walicheza juzi mechi dhidi ya Azam. Umeona? Lakini sisi hatukuwahi kutumia uwanja zaidi ya mechi iliyopita ya MC Alger. Kwa hiyo kilichopo mimi ni waombe tu wasihujumu mechi. Waje uwanjani tucheze mpira. Maandalizi ya kucheza dabi yanakuwa ni makubwa sana. Gharama kubwa sana zimeshatumika. Kwa hiyo kilichopo hapa kinachohitajika waje uwanjani tucheze mpira. Tumalize hii chapter tuifunge. Tuendelee tujue ni kwamba na mechi nyingine zinazokuja tunakutana na nani. Pengine kama wenyeji mgeni wenu aliwataarifu kabla kwamba muda fulani tunao jukumu na tutatokea kwenye uwanja wa mechi kwa ajili ya kufanya mazoezi? Hapana. Hawezi kututaarifu sisi kwa sababu kwanza ukizingatia na kwa kanuni zetu za uendeshaji wa mpira hii mechi inasimamiwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo yani hata hayo yote yaliyotokea huko mimi naweza kusema kwamba Young African haihusiki na jambo lolote. Sisi kazi yetu ni kuiandaa timu na kucheza mechi. Na wao kazi yao naamini ni kuiandaa timu na kucheza mechi. Hayo mambo ya makomando sio ya nini, ni mambo ambayo yani sio officials kwenye clubs. Kwa hiyo cha msingi mimi ni waombe tu wasiharibu mechi, waje wacheze. Kama Mwenyezi Mungu atakuwa upande wao watapata alama 3. Lakini kama Mwenyezi Mungu atakuwa upande wetu sisi tutapata alama 3. Na msimamo wetu sisi ni ule ule. Hauwezi kubadilika. Mechi
ipo leo na taratibu zote zimeshafuatwa kwa ajili ya kucheza mpira leo. Hatuko tayari mechi iahirishwe leo kwa sababu zisizokuwa na ulazima wowote mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaamini kabisa mechi leo itafanyika. Na sisi vile vile msimamo wetu unaeleza vile vile kama ilivyokuwa kwenye taarifa yetu ya club. Hatuko tayari kucheza siku nyingine tena zaidi ya kucheza mpira leo. Miongoni mwa sababu ambazo Simba waliziainisha ni uwepo wa stewards kutoka Young Africans. Wewe ni upo kwenye top level management. Mthibitisha ni kweli kulikuwa kuna steward ambao wako chini ya Young Africans walihusika kwa tukio lile, ama nyie hamkuwa na taarifa ya steward wenu kuwa pale, ama hakuna steward yoyote wa Young Africans ambaye alihusika na tukio lile? Sidhani kama kuna steward ambao wanafanya kazi usiku. Nadhani nyinyi wote ni watu wa mpira na waga mnakujaga mpirani. Steward nadhani kazi yao wote nyinyi mnazifahamu. Mechi wakati asubuhi nadhani maandalizi ya mechi, mchana na mpaka jioni wakati mechi inachezwa, kazi yao ni ulinzi wa kuweza kuangalia usalama na nini, naona kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama ambavyo vinakuwepo uwanjani. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sababu ambayo inaweza kuwafanya wasitokee leo kuja kucheza mpira. Mimi niwaombe tu, unajua uendeshaji wa klabu zetu hizi gharama zake ni kubwa sana. Watu tayari wameshaingia gharama kubwa. Kuna watu wameshasafiri kutoka mikoani wamefika hapa. Sisi wenyewe kwenye kuandaa hizi timu zetu, hata wao wenyewe najua ni kwamba wameshatumia gharama kubwa kuweza kuandaa timu. Kwa hiyo wasihujumu mpira. Mimi niwaombe tu wasihujumu mpira, waje tucheze mpira, mechi ipo, tumalize hii. Tufunge hii hapa, tuendelee na mambo mengine kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania bara. Alex, jambo hili ambalo limetokea leo watu wengi wanajaribu kulifanyia reference na kile ambacho kilitokea msimu 2021, msimu ambao Young Africans naye aliondoka uwanjani kwa sababu ya kubadilishaji wa muda. Wengi wanajaribu kufikiria hata kama ikitokea Simba hatakuja uwanjani, zitumike busara, mechi ichezwe tena. Kwa nyinyi mkikumbuka kile ambacho kilitokea 2021, busara zikafanyika, hata kama ikitokea leo mchezo hujachezwa, mtakuwa tayari kufanya kile ambacho kilifanyika 2021? Taarifa ya klabu tayari imeshajieleza vizuri na ya msimamo wetu sisi ni huo. Mechi ipo leo. Sisi tunavyotambua mechi ipo leo. Taratibu zote zimefuatwa. Hayo ya 2020 ngapi yaliyotokea hayo tayari yalishapita. Sisi tunaamini mechi ipo leo na msimamo wetu sisi ni ule ule. Tunahitaji kucheza mpira leo, tumalize hii mechi ya dabi ya msimu huu, tuifunge leo. Baada ya hapo tuangalie mechi nyingine zinazofuatia. Unafanya nini kuwaweka sawa wachezaji wenu katika wakati huu ambao kuna hii sintofahamu ili usitokee mchezo? Uzuri Young African na matured players 99% kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo labda linaweza likawatoa nje ya mchezo kwa sababu ya hivi vitu vidogo vidogo tu vya pembeni ambavyo wao kwamba kama wachezaji haviwahusu. Wachezaji tumeongea nao na wako vizuri kabisa. Hivi ninavyozungumza na wewe wako kambini. Mechi nadhani itakuwa ni saa 1 usiku, si ndio? Kama kawaida taratibu za kutoka kambini kwetu kwa sababu ni mbali kidogo, nadhani itatuchukua si chini ya masaa 2-3 kabla ya mechi. Kwa hiyo timu itaondoka kambini Avic kwa ajili ya kusogea uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya mechi hiyo, mechi muhimu kabisa, mechi kubwa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, moja kati ya dabi bora kabisa. Tunaenda kucheza leo na mwisho wa siku naamini kabisa tutapata matokeo ya alama 3 muhimu ili tuweze kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuweza kutetea ubingwa wetu. Hamuoni kama itawaathiri kimapato? Ndio maana nilizungumza pale kwamba inaonekana kama kuna mchezo wa kutaka kuhujumu hiki kitu kinachofanyika. Sisi tumeingia gharama kubwa sana. Raundi ya kwanza wao nadhani walikuwa ni wenyeji wa mechi. Tuliwaunga mkono, walifanya maandalizi yote ya mpira na sisi tulileta timu uwanjani tukacheza mpira tukapata alama 3. Na walifanya promotion zao vizuri, walipata idadi kubwa ya mashabiki na pesa walipata. Kwa hiyo ninachokiona hapa sasa kinachofanyika ni kutaka kuharibiana tu. Hii ni biashara unajua. Mpira ni biashara. Kwa hiyo naona tu kabisa kuna mlengo tu kutaka kuvuruga tu biashara ya watu ambao sisi tunaenda kuifanya. Kwa cha msingi mimi niwaombe tu wasifanye vitu vya ajabu ajabu. Mwisho wa siku hatuujengi mpira wetu. Hii itakuwa inabomoa. Waje uwanjani tucheze mpira. Mimi naendelea kuhamasisha wapenzi na wanachama wa klabu yangu wafike uwanjani kwa ajili ya kuja kuisupport timu yao tuweze kucheza mechi leo. Ngai, ushauri wako sasa kwa viongozi labda wa Simba, wewe kama kiongozi katika bodi ya Young Africans, ushauri gani ambao unaweza kuwapa?
Mimi ushauri wa kuwapa nadhani sina, kwa sababu naamini kabisa ni klabu ambayo ni klabu kubwa ukanda huu, maana ni klabu ambayo imeshafanya makubwa, ina records nzuri kwenye michuano ya ndani ya ligi pamoja na michuano ya kimataifa. Naamini kabisa inaongozwa na viongozi wenye weledi mkubwa, na baadhi ya viongozi wao ni marafiki zetu, vile vile tunaongea tu vizuri. Kocha msingi wasimamie weledi wao walionao. Maana ni watu ambao wanaheshimika ndani ya mpira wetu Tanzania hapa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa hawawezi kuingia mkenge kwenye vitu vya ovyo ovyo kama hivi vya kuweza kutaka kuharibu taswira ya mpira wetu hapa Tanzania. Cha msingi tuendelee tu kulisongesha gurudumu la mpira. Safari bado ni ndefu. Naamini kabisa wao ni watu ambao ni watu makini. Wataleta timu uwanjani tuje kucheza mechi leo. Ikitokea mmeingia uwanjani na mpinzani wenu hajatokea, mnataka bodi ichukue msimamo gani ama maamuzi gani yafanyike juu yenu? Taratibu na kanuni za uendeshaji wa ligi yetu zinajulikana. Kwa hiyo bodi wao wenyewe ni kwamba watajua nini cha kufanya. Siwezi kuwapangia nini wafanye kwa sababu, lakini naamini taratibu zote zinajulikana nini wafanye. Kwa hiyo cha msingi mimi niwaombe tu na nyinyi waandishi, muda wa mchezo utakapokaribia msogee uwanja wa Taifa, Benjamin Mkapa pale, mje kuangalia mpira. Naamini leo itafanyika show moja ya maana sana, mpira mzuri tutauonyesha. Si ni klabu bora kwenye ukanda huu. Bila wasiwasi kabisa tutapata matokeo mazuri. Hapo kwa uchache unazungumzia baadhi ya wachezaji, watu wengi wakizungumzia Elie Mpanzu kwa upande wa Simba kwamba huenda kama mwema mkali kwenu na mabeki wenu wanaweza katapika tadaga. Sasa kama wana wachezaji wazuri, na mimi naamini hivyo kwamba wana wachezaji wazuri kwa kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi wako kwenye position nzuri sana kwenye ligi yetu. Naamini kabisa ni kwamba wakija wataonyesha upinzani mkubwa, kwa sababu hakuna mechi ya hizi timu mbili ambayo imechezwa haijawahi kupatikana upinzani wa kutosha sana. Upinzani unakuwepo mkubwa mno. Lakini mwisho wa siku quality waga inaamua. Sisi tuna timu bora sana. Tuna timu bora. Hata ukianza kupanga mchezaji mmoja mmoja, tuna wachezaji wazuri sana tena wa kiwango cha level ya juu kabisa. Kwa hiyo ikuondoe shaka ndugu yangu, naona wao waje tucheze mpira. Kwa sababu wana wachezaji wazuri, wachezaji wakuweza kucheza mechi kubwa kama hizi, basi waondoe sintofahamu ambazo wanazotaka kuzifanya sasa hivi zisizokuwa na maana. Waje tucheze mpira, dakika 90 zitaamua.